mmoja wa watu ambao wanasifika sana kwa kuimba. Alikiba kiukweli kwa Tanzania mpaka ndio maana wamemta jina la King. Pengine apotokea tu anamuita mbana pua hasa kwa upande wako wewe Alikiba unapomsikia. Kitu ambacho mimi sitaki kwenda huko bwana. Alikiba sio mbana pua, sisi tunajua bwana. Sasa hiyo imeisha. Ni kitu gani ambacho unahisi kwenye industry sasa watu wadau wa sanaa watakuwa nakizungumza sasa? Kitu kimoja ninachokwambia, mahali popote ambapo kuna kitu kinapendwa, lazima kutakuwa na hizi controversies za hapa na pale. Kwa hiyo na unaheshimu kila mtu na mawazo anayotoa, kwa sababu tunaishi kwenye nchi huru, kila mtu mawazo yake yanaheshimika. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kile anaweza kutoa maoni yake, kuna uhuru wa kutoa maoni nchi. Kwa hiyo unaweza kutoa maoni yako, wanaotaka kuyasikiliza wanayasikiliza, wasiotaka kuyasikiliza hawayasikilizi, lakini tunaheshimiana tu. Kama taasisi mkoona kuna haja ya kuweza kuliwekea clear ili kuzungumzia? Hapana, unajua kuna kitu kimoja, taasisi ya Crown Media na Alikiba ni president wa Crown, lakini inapokuja inagawanywa sasa. Radio inafanya kazi na TV upande wake na taasisi ya Alikiba inafanya upande wake. Kwa hiyo mimi kama Crown Media sidhani kama natakiwa kusema chochote kuhusiana na hayo mambo. Mimi nafanya kazi zangu kama mwandishi wa habari. Kama rafiki yako pia mtu wa karibu sana, kauli ambayo alitumia pia watu waliona kama kiongozi haikutakiwa aseme vile. Pengine sasa kwenye kauli sasa kuna namna yote kumshauri. Mimi ninachosema ni kwamba kauli zinatolewa mara kwa mara, na kauli moja inaenda kuchochea kwa kauli nyingine kutolewa. Kwa hiyo kama nilivyosema, hii ni nchi huru, kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Hakuna mtu atakachosema tunakiheshimu mtu anachokisema. Na nitabaki hapa. Usipende kwanza twende kulizungumzia sana jambo hilo, nadhani limeshakuja na limeondoka. Tumaza la mwisho, top 3 ya wasanii wako bora wa muda wote wa Tanzania. Sio naniweka kwenye njia panda, lakini itakuwa Ali, itakuwa Chibu na Nandi. Asante sana. Ni mwezi ambao unakaa na kureflect na kuangalia miezi 11 iliyopita na miezi 11 ijayo. Hiki ni kipindi cha kukaa na ku reset ile button, ili tunavyoanza tunaanza tukiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi ni mwezi wa toba, ni mwezi wa kwa nafasi ambayo najaribu kuitenga, pamoja na kuwa na ratiba ngumu, lakini ni kusali kwa kadri ninavyoweza na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja kwa kadri ninavyoweza. Ndio sasa nikupongeze pia, lakini japokuwa sijakuona uwanjani Crown ikicheza, sijafahamu kwenye kucheza. Mimi bahati mbaya bwana nimesikitika sana. Nafikiri tumetolewa kwa sababu sikuwepo. Nilikuwa kwenye ziara, unajua kulikuwa na ziara kadhaa za Mheshimiwa Rais mikoani huko. Kwa hiyo mashindano yalivyoanza, mimi nilikuwa kwenye kazi nyingine mikoani. Wakati narudi Dar es Salaam bwana, ndio napata taarifa kwamba timu yetu imetolewa bwana, na tumefungwa goli kadhaa za kushiba. Lakini mimi nasema kabisa kwamba msimu ujao, manake tungeshinda safari hiyo wangesema bwana, michuano yenu mnashinda nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nafikiri msimu ujao tukichukua ubingwa msishtuke sana, tunaenda kujipanga nani. Lakini tunashukuru sana watu ambao wamejitokeza kusema kweli kwa wingi sana kuja kuangalia hii michuano bwana, ama kwenye TV au wanapokuja hapo Mikocheni. Mwitikio umekuwa ni mzuri sana, na kama tunavyojua bwana, michezo ni jambo zuri sana la kujenga afya, na inaonyesha jinsi gani taifa letu linapenda football bwana, sio? Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Vijana wadogo wanakuja, tunaona pale, maana yake sasa wanavotizama pale tunawajenga kisaikolojia, ili tuje kufanya vizuri sana siku za baadaye. Hapo kuhusu Tanzania wengi kupenda michezo, Simba na Yanga zimekuwa ni timu ambazo watu wengi sana hapa Tanzania wanazipenda sana, na ukisema kweli inapotokea tofauti kuhusu na hizo timu, kweli maswali yanakuwa ni mengi sana. Itoshe pia hata juzi mechi yao kushindwa kuchezwa imeibua maswali mengi sana. Kama mwanahabari na mdau pia wa soka, kila ambacho kinaendelea hasa, unadhani ni kipi kinatoka kifanyike ili kuweza kuweka sawa vitu? Mimi siwezi kusema nini kifanyike. Najua kuna vyombo husika, kuna mamlaka husika zinashughulikia swala hilo, na tutaona matokeo yake itakuwa ni nini. Lakini umesema jambo kubwa sana. Tanzania ni Simba na Yanga bwana. Hakuna, najua kuna rafiki yangu mmoja huwa anasema anashabikia timu nyingine, lakini najua tu moyoni kuna timu anaipenda. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimetujenga ukizaliwa nchi hii, ama wewe ni Simba ama wewe ni Yanga, na zina ushindani. Lakini uzuri ni kwamba ndio zimetujenga sisi, zimetujenga. Sintofahamu hizi ambazo zinatokea
zinatokea dunia nzima, unaona. Kwa hiyo si lazima ziwe zinafanana hasa, lakini unajua kabisa kwenye vitu ambavyo watu wengi wanavipenda lazima italeta hitilafu ya hapa na pale. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba swala hili tutaweza kulimaliza na halita gawa watu wetu kwa njia ambayo sio nzuri, lakini vile vile kwamba halitatia dosari soka yetu ambayo kusema kweli inapata umaarufu mkubwa sana. Kwa hiyo inapotokea mambo ambayo yanaleta maswali mengi sana, unapata wasiwasi kama mdau wa soka kwamba ligi yetu, soka yetu isije ikapatwa na doa kubwa na watu kuanza kutuangalia na kuweka alama za maswali kwenye kila tunachokifanya. Pengine hasa katika hili ambalo linazungumzwa, hasa wengi wamekuwa kimtupia lawama rais wa shirikisho wala Skalia kwamba kauli ambazo anazitumia labda inaonekana kama upande wa pili ambao ni Yanga wanaona kama hawatendei haki hivi. Nini itakuwa inapokuja swala la Simba na Yanga? Asikudanganye mtu. Hakuna mahali utasema kitu na utasema wewe uko sawa. Kila utakachokisema upande mwingine utasema umekosea, na upande utakachosema utasema imekutana. Ni hulka ya binadamu. Mimi imani yangu ni kwamba swala hili kama ni kanuni zitatumika, kama ni busara zitatumika ili limalizike. Mimi naangalia picha kubwa kwamba soka letu lisipate dosari, lisipate doa, na kama linaweza kumalizika mapema iwezekanavyo ndio vizuri zaidi, kwa sababu linavozidi kuzungumzwa lazima napata hata labda kutizamwa zaidi kimataifa, na tukianza kutizamwa kimataifa ndo hapo mimi napata mashaka kwamba soka letu litaanza kuwekewa alama za kuuliza, na hilo si jambo jema sana. Kama mdau ukipewa utoe maoni yako hapo, mchezo uchezwe ama sheria zifuatwe? Mimi nafikiri wacha maamuzi, mamlaka ambazo zipo zitoe maamuzi. Mimi kwangu mimi nitaheshimu watakachokifikia. Kama mdau ningependa hili swala limalizike bila kuwa na sintofahamu au bila kugawa au bila kuacha maswali yoyote. Hilo ndio ambalo mimi ningependa kama mpenda soka. Nisingependa tufikie mwisho na bado kuwe na maswali yanaendelea baada ya hapo. Tufikie vizuri, tufikie kwenye mwafaka mzuri ili tuweze kuendeleza soka letu na tuweze kuendeleza ligi yetu ambayo kusema kweli imepata umaarufu mkubwa sana Afrika. Inanitia simanzi ninavyoona tunapitia vitu hivi. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba mamlaka husika zitachukua hatua husika na kuweza kulimaliza hili swala ili tuweze kuzungumzia mambo mengine. Wewe mwenyewe unatizama sasa hivi kila mara ukifungua redio, ukifungua gazeti, story ni hiyo kusema kweli. Kwa hiyo nadhani itakuwa vyema kama tutatafutiwa mwafaka mapema iwezekanavyo ili tuweze kuendelea na maisha mengine. Salum, umeizindua kampeni ya 4x4 ya Mama Samia. Na comment za wadau wengi zikawa kwamba Salum Kekeke alikuwa BBC na alikuwa ni mwandishi wa habari, mpaka sasa hivi ni mwandishi wa habari, lakini sasa hivi amekuja na kampeni inayomhusu Mama Samia. Wakawa wanasema kwamba umetoka kwenye ethics za journalism, sasa umekuwa chao mama. Ethics za journalism zipi? Mimi bana, mimi nimeenda pale kama rafiki wa 4x4. Mimi kuendesha gari kutoka Dar es Salaam mpaka Pangani, sijavunja sheria yoyote ya uandishi wa habari. Kwa hiyo hata kama ingekuwa inafanywa na pande mwingine, kama ni kampeni ambayo nadhani inafaa na kuunganisha taifa, mimi nitaifanya. Kwa hiyo sidhani kama hilo ni jambo kubwa sana ambalo linaweza likaleta mtafaruku wote. Msimamo wangu wa uandishi wa habari uko pale pale. Professionalism yangu inafahamika, rekodi yangu iko straight. Kwa hiyo mimi sioni kama ni kitu kikubwa kusema kweli. Pengine sasa tumalizie la mwisho hili. Salama. Mambo napendaje? Nimefurahi. Tumewavamia kidogo. Tunashukuru sana. Asante. Karibu sana. Naona mapema. Mambo. Tarawih. Sawa. Muda wa ibada. Alikiba, neno lolote kuhusu iftari ya leo? Tamu sana. Unaambia nini watu ambao wamejitokeza pia? Hii ndio maana ya mwezi wa Ramadhani, mapenzi yanakuwa mengi. Mahaba mengi, kufutulisha kwa pamoja, ndio maana ya Uislamu. Elimu nyingi sana sina, shekhi wangu ndo mkubwa wa vitu, ila mimi ninavyoona ni kwamba Uislamu ni mapenzi yamejaa sana. Sasa una lolote la kuzungumza kuhusu shehe ambaye iftari imeandaliwa na Alikiba? Kwanza nampongeza na kumwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amtengeze mambo yake, lakini amfanyie kila aina ya wepesi katika shughuli zake, lakini amuondoshee mazito. Amefanya jambo kubwa sana, kwa sababu hakuna kitu zaidi ya Mungu. Pamoja na mambo unafanya hiki unafanya kile, lakini siku ukikumbuka kwamba nyuma kuna Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ujanja wenyewe huo. Kwa hiyo amekumbuka kuna kitu, pamoja na kutafuta kwake pesa katika biashara zake, lakini ana haja ya thawabu vile vile. Kwa hiyo amemkumbuka Mtume paliposema yoyote mwenye kumfunguza, mwenye kufunga,
atapata malipo yake pasi na yeye mwenye kufunga kupungua chochote. Mwenyezi Mungu ampe malipo yetu na sisi atubakishie na tuendelee kupendana. Asante sana.